Habari za wakati huu, ninaitwa Gladness Shadrack Ndahani na hii ni training ya staff wa Lupimo Sanitarium Clinic. Tumekuwa na nafasi au tumekuwa na muda wa kujadili mada tofauti kama staff wa Sanitarium Clinic, nini kinachotakiwa kiboreshwe, kiendelezwe kwa ajili ya maendeleo bora ya kliniki yetu. Na topic ambazo tumezigusia kwa msimu huu, ya kwanza ilikuwa ni communication skills. Katika maeneo ya kazi, tunavyokosa good communication au tunavyokosa mawasiliano mazuri, yanapelekea kuvuruga huduma zinazotolewa mahali fulani. Topic ya pili ilikuwa ni topic ya emotional intelligence. Wote tunafahamu kwamba hisia ni moja ya kitu ambacho kinachochea vitu vingi sana, hasa maeneo ya kazi. Kwa hiyo tulipata muda wa kuichimba vizuri emotional intelligence, kujua ni namna gani mtu anakuwa na akili za kihisia anapokuwa kazini. Elimu nyingine ni elimu ya uchumi na kutengeneza vipato nje ya mshahara. Tuna vilio vingi kwenye taasisi tofauti, kuna madeni, stress na nini. Kwa hiyo tulipata muda wa kujifunza mambo ya akiba, mambo ya kutengeneza vipato nje ya mshahara wa mtu binafsi. Pia kitu kingine tulichosoma ni teamwork. Tunapokosa timu ambayo inafanya kazi vizuri kutimiza malengo pamoja, ni ngumu kwa watu kufikia malengo yao. Kwa hiyo Lupimo Sanitarium Clinic kwa msimu huu ilijipanga kwa ajili ya kuboresha vitu kama hivyo kwa wafanyakazi wote. Elimu nilitoa kwa wafanyakazi itakuwa na msaada kwenye jamii kwa sababu kwanza inarahisisha wale wanaokuja kuhudumiwa, wanaofaidika au wanufaika wa hizi huduma za Lupimo Sanitarium Clinic. Tayari mazingira ya Sanitarium Clinic na standard inaenda juu, na hii standard inavyoenda juu inakuwa ina favor au inatoa uwepesi wa kila mtu kwa ajili ya kupata zile huduma. Kwa hiyo unakuta mtu anaumwa au anapitia kitu fulani, anahudumiwa kwa standard nzuri ya upendo na ya kitaaluma zaidi, bila mtu huyu kunung'unika au bila mtu huyu kuwa na mashambulizi moyoni. Kuna vitu vingi bado vinapungua kwenye sekta, sio ya afya tu, sekta nyingi sana. Unakuta labda mtu ni mjenzi, anashindwa kuangalia mahusiano yake na jamii, anashindwa kuangalia mahusiano yake binafsi anapokuwa makazini. Kwa hiyo kwenye eneo la afya, moja ya kitu ambacho nilitamani sana tukiboreshe ni yale mahusiano ya mtu pamoja na jamii, ambayo hii jamii ndio watu wanaenda kuwapelekea masuluhisho ya matatizo. Vitu vingi kama vile labda matatizo ya kiuchumi, unakuta daktari hawezi akaoperate vizuri kama yeye mwenyewe ana stress zake za kiuchumi. Unakuta nyuma anadaiwa, nyuma familia inadaiwa kodi, nyuma watu hawajaenda shule. Kwa hiyo ni ngumu kwa yeye kuja kuleta matokeo mazuri anapokuwa kazini. Ndio maana nikaona kuna umuhimu wa kuongezea hizi elimu zitakazomsaidia maisha yake ya kazini yaende vizuri na afanye kwa ufanisi na ubora. Ushauri wangu kwa uongozi wa Lupimo ni kwamba semina hizi ziwe endelevu na zisingoje muda mwaka kwa mwaka. Semina hizi zinaweza zikafanywa pia kwa vitengo vidogodogo, hasa kule wanapokuwa kwenye maeneo yao ya kazi. Lupimo Sanitarium Clinic iko mikoa tofauti mingi. Kwa hiyo tusisubiri mpaka waje wote kwa pamoja ili wapewe hizi semina. Mahali walipo wanaweza wakawa wanaboreshwa na kunolewa kila mwezi, labda kila baada ya miezi 3 au kila baada ya miezi 6. Hii itasaidia kuangalia utendaji kazi na kuangalia matokeo na matunda yaliyozalishwa kutokana na elimu inayokuwa inatolewa. Kikubwa nilichokigundua kwa wafanyakazi wa Lupimo Sanitarium Clinic, kwanza ni utayari, na pili ni uthubutu wa wao kuweza kuonesha au kuzungumza vitu ambavyo wao wanavifahamu vizuri. Na pia kitu ambacho nimejifunza sana ni upendo. Tumekuwa na muda wa pamoja wa kujifunza, kwa hiyo unakuta kuna mambo mengi yanaonesha kama kuna upendo mahali fulani na kuna mambo yanaonesha kama hamna upendo mahali fulani. Kwa hiyo kuna games mbalimbali, unakuta tunacheza challenge tofauti. Kwenye hizo challenge unapata kuona na kujua uhuru wa watu kuwa na watu pale kwenye challenge. Kwa hiyo nimejifunza kwamba ni watu wana upendo, ni watu wana umoja, ni watu wana maono yao, na watu ambao wanaipenda kazi yao, mpaka wanakuja wanatoa muda wao kwa ajili ya kujifunza, muda wao kukaa pamoja. Likizo hii wangekuwa na familia zao, lakini wapo huku kwa ajili ya kujiendeleza. Kwa hiyo ni ishara kwamba wafanyakazi wa Lupimo wako tayari kufa na kupona kwa ajili ya Lupimo Sanitarium Clinic. Ni dalili nzuri. Lupimo Sanitarium Clinic, asili ninamtibu magonjwa sugu yote hapa yanatibika. Mimea na matunda, mwili unapata mwanga. Ulichohisi kimekataa, wao kinakubali. Hawa Lupimo tiba ni sahihi kabisa. Lishe na mizizi
mizizi, mwili unatengema upya, kwao hakuna kushindikana, wanarudisha matumaini. Oh, Lupimo, afya yako ina